Yes, katika habari kwa mchana wa leo, bajeti ya Petro de Luanda kwa ajili ya depo ni sawa na bilioni 1.3 za kitanzania na makubaliano ya maslahi binafsi yamekamilika. Mshahara wake kwa mwezi ni milioni 86. Depo anasubiri ruhusa ya Yanga ili asaini mkataba wa Petro de Luanda. Haya sasa. Kwa hiyo na timu hii ya Petro de Luanda imethibitisha kuwa imefanya mazungumzo na Young Africans kuhusu uhamisho wa mshambuliaji Aurelio Laurindo Dilson Maria Aurelio maarufu kama Depo. Na Petro de Luanda wameeleza kuwa bado hawajafikia makubaliano na Young Africans kuhusu uhamisho huo. Kwa hiyo kila kitu kikikamilika, jamaa ataenda zake huko Petro de Luanda. Habari nyingine ni kwamba MC Alger imekamilisha usajili wa Mosi Nduumwe mwenye umri wa miaka 22 kutoka Singida Black Stars kwa mkopo wa msimu mmoja wenye kipengele cha kumsajili moja kwa moja. Nduumwe ni top scorer wa NBCPL kwa mwaka 2025-2026 akiwa na mabao 17. Haya, na issue ya Mwalimu ni kwamba Simba Sports Club haijajitoa kwenye mpango wa kumsajili Selemani Mwalimu. Imewataarifu Wydad kuhusu nia yao ya kutaka kumsajili Mwalimu moja kwa moja. Ofa hii imeandaliwa na Wydad itafanya maamuzi muda wowote kuanzia sasa. Na Mwalimu kama atauzwa, Singida nayo itanufaika. Kwa hiyo mambo ndio hayo. Habari nyingine ni kwamba tukiendelea na hiyo issue ya Mwalimu ni kwamba Simba wanataka kumnunua Selemani Mwalimu moja kwa moja kutoka Wydad. Na kama Simba wakimnunua kwa kweli, mimi binafsi nitafurahi, maana mvutano umekuwa ni wa muda mrefu. Na kesho ndio kilele cha Simba Day, watacheza mechi ya kirafiki na Polisi Kenya. Zimebaki siku 5 tu kuelekea kwenye dabi ya Kariakoo. Je, Simba na Yanga nani ataibuka bingwa? Singida wamemuuza mchezaji wao Mosi Nduumwe kwenye klabu ya MC Alger ya Algeria. Na TRA United wameendelea kushusha vyuma. Wametambulisha wachezaji wawili leo ambaye ni Anavi Mombuli pamoja na Zaba Koaku. Hao ni TRA United. Draw ya jana ya CAF, Simba watacheza na Night Wanderers, Yanga watacheza na Gaborone United, Singida watacheza na Al Ghazala. Je, unaona timu zetu zikienda makundi kimataifa? Timu zetu zitaenda makundi kimataifa kwenye soka jamani. Mungu afanye wepesi kwa kweli. Yes, na hapa ndio nimekamilisha hizi habari nilizokusogezea kwa mchana wa leo. Yes, katika kipindi hiki tayari nimekusogezea vichwa vya habari vilivyopewa uzito vinavyotrend huko kwenye mitandao ya kijamii. Nimekusogezea uchambuzi wa mechi, nimekusogezea takwimu za wiki, tumeangazia ripoti ya uhamisho na vile vile katika lisaa la pili tukajadili mjadala wa siku, ambapo mjadala wa leo umesema pre-season ina maana gani kwenye soka. Kageukia katika kipengele cha fahamu mchezaji, kakusogezea ratiba ya mechi zinazofuata pamoja na utabiri, na tukaangazia habari za michezo kwa mchana wa leo. Tuangalie sasa majibu ya swali la pale YouTube ambapo swali la leo limeuliza kwamba ushindi wa Simba dhidi ya Kenya Polisi utakuwa ishara kwamba Simba imetengeneza kikosi cha ubingwa katika msimu huu. Hapa kura zilizopigwa ni 61, kura 81, waliosema bado mapema ni 58%. Na waliosema ndio ni 42%. Kwa hiyo wengi wamesema ni mapema kusema kwamba Simba itaibuka na ushindi msimu huu kutokana na mechi ambayo inachezwa kesho.
Yes, nikushukuru sana kwa wewe ambaye tumekuwa pamoja tangu pale nilipoanza kipindi hiki hadi muda huu hapa. Nikusihi tu endelea kuifuatilia Imba Nasi Radio. 7 kamili tutajiunga na DW Swahili kwa ajili ya kupata habari na makala mbalimbali. Na yes, na hapo hakikisha kwamba umesubscribe katika channel yetu ya Tanganyika Productions ili usipitwe na matukio tunayokuwekea hapa. Nukuu ya leo inasema, chagua furaha hata katika siku ambazo mambo hayako sawa. Wewe chagua tu furaha. Yes, nikutakie uwe na wakati mwema, uwe na mchana mwema. Ukiniita Salome Mlai daima nitaitika. Nakupenda sana. Kwaheri kwa sasa. Bye bye.